السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. We are here to enable the divine purpose of the universe to unfold. That is how important we are. Ngeomba, sitaki musimame, lakini this is a very profound statement. Naomba tuirudie, nitaisoma tuirudie. We are here to enable the divine purpose of the universe to unfold. That is how important we are. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Sisi tuko hapa, divine purpose ya Mwenyezi Mungu ku-unfold mpaka akutumie wewe na mimi, ndio mambo yafunguke katika hino dunia. Kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe anaendesha. Jua kutoka huku kwenda huku, bahari kujaa kukupa, nature yote mwenyewe Mwenyezi Mungu ameendesha. Lakini kuna mambo akuhitaji wewe na mimi, ndio haya mambo ya unfold. Yaqulu tabaraka wa taala fi kitabihi al-aziz, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Mwenyezi Mungu atuambia, nimewatoa katika matumbo ya mama zenu, you didn't know anything, nikajaalia kuwa mutasikia, mutaona, na nitawapa nyoyo ambayo ni intelligence, la'allakum tashkuruni, ili mpate kushukuru. Nisije nikafasirika kushukuru ni kusema alhamdulillah peke yake, huja itimiza wala huja ishukuru neema ya Mwenyezi Mungu. Kushukuru hivi vifaa ambavyo Mwenyezi Mungu ametujalia navyo, tukawa twavitumia vipasavyo, hiyo ndio ishara ya sisi kushukuru. Nitatukua nafasi hii kutaja watu ambao wameitukua nafasi hii ya kushukuru. They are not even Muslims. Waweza kusema bona narifaa watu ambao ndio waona kwangu wa karibu. Nelson Mandela ana his famous quote yasema, we don't care if the cat is black or white as long as it catches mice. Sitajali mimi kutaja watu ambao ikiwa watu hawa walitumia hino faida ya ambayo Mwenyezi Mungu aliwaruzuku nao, wawe ni Waislamu au si Waislamu, sisi tukopi nini kwa wao? Steve Jobs leo he came out aka invent iPhone. He's not a Muslim. Ushukuru akaitumia mema kama hii. Leo ukiingia kwenye smartphones hizi leo, wewe wataka sahihi Bukhari, wataka mention Qur'ani, iko sampuli gani ndani ya hizi smartphone wewe utapata. Nikimwacha yeye, kuna auko Nyangaka
anyona katika ndia ya kushukuru Mwenyezi Mungu, he came out introduce M-Pesa. He's from Kenya. Leo dunia nzima inatumia hii money transfer. Huyu mtu ametoka hapa Kenya. Nikizungumzia ndia ya kushukuru Mwenyezi Mungu, kuna vitu Mwenyezi Mungu amekujalia mimi na wewe tukaweza kuvitumia vitu hivi. We came out, ujitokeze. We want to see inventors, creators katika hino neema Mwenyezi Mungu aliotupa. Albert Einstein alichoka kukaa kizani, akacreate bulb. Kwa hivyo there are so many, mimi nikisema nataka kuwadondoa, there are so many ambao waliona neema hilo wakaanza wao kuichambua. They went so deep, mpaka wakafanya nini? Mpaka wakaitumia, ikawa dunia nzima inanufaika na neema kama hii. Sasa there are no limitations katika mind. Ikiwa utaitumia mind yako, hakuna limit. Sisi hapa Mwenyezi Mungu ana wagonjwa wake, anawangoja nyinyi kesho. Wale walotukua medicine, Mwenyezi Mungu ana wagonjwa wake, kesho atakatibiwa. Kuna watu wametukua aviation, Mwenyezi Mungu ana mapilgrims atakaopeleka Maka. Na sisi hapa ndio kazi ambayo to enable the divine purpose of the universe to unfold, mpaka akuinvolve wewe na mimi Mwenyezi Mungu. Swali inakuja sasa, kitu gani inatuzuia sisi? Ikiwa ni umbile, kuna mambo huwezi wewe kuyageuza, lakini kuna mambo ambayo when you decide to change, you can change. Being a boy is a matter of birth. Being a man is a matter of age. Being a gentleman, being a doctor, being a pilot is a matter of choice. Watagua bataka kitu gani katika hii dunia. Kwa hivyo uwanda huko kwetu sisi sasa, kitu gani ambacho, what is your attitude wewe towards your goals? What is your attitude towards learning? Wewe una attitude gani katika yale ambayo wewe wayafuatilia? Katika kuitafuta attitude, sitarudi tena kwa kina Albert Einstein au Steve Jobs. Sasa natukua viumbe vya Mwenyezi Mungu ambavyo ni wanyama. Hawa ndio watatufundisha sisi attitude. Kunguru leo ni kiumbe ambaye tunamdharau, ndio alitufundisha namna ya kuzikana sisi. Ni mnyama huyu ametufundisha sisi how to bury the dead. Paka ukimtizama ana mfano gani? Paka akienda haja, ukimtizama unakuta anafinika ile shamelessness yake. Hii ndio alifundisha. Hivi viumbe vya Mwenyezi Mungu vina ibra kubwa ikiwa utatulia utizame. Sasa nani atatufundisha attitude? Hakuna mnyama mwingine isipokuwa kiumbe huyu ni simba, the lion. He is branded as the king of the jungle. Kwa sababu nini? Ukimtizama simba si mkubwa kuliko ndovu.
Ukimtizama simba hana nguvu kuliko kifaru na buffalo. Ukimtizama simba, he's not intelligent like the wolves. Ukimtizama simba, he's not faster like a cheetah, lakini yet he is the king of the jungle. Kwa sababu ya nini? Attitude yake simba. Simba whenever he wants, akishikwa na ndaa, hamtizami ndovu ukubwa wake. Kitu ambacho anakiona kwa ndovu, anaona nyama tu yeye. Akimwona kifaru, hawa wanyama wote wakimuona simba dhaishiva, watetemeka. Kwa sababu ya nini? Attitude of a lion. My message ni kuwa jambo lolote ambalo wewe walitaka, kitu chochote ambacho wewe wakifuatilia, but you should have this attitude, the attitude of a lion. Hutizami wewe somo hili ni gumu sana mimi, madamu mimi I've decided to be a doctor, sitizami tena ugumu uko wapi. Hutizami wewe kitu gani ambacho ni kigumu, halafu pale wewe unaiweka as a problem instead that to be a challenge. Hivi ndivyo ambavyo tunataka sisi tuwe. Kwa hivyo jambo lolote sisi tutaondoka hapa, hino divine purpose Mwenyezi Mungu alotuachia sisi tuiwe tutaitekeleza, ni kuwa ana majukumu yake. Sisi ambao tuko hapa mwamaliza university, kuna majukumu ya Mwenyezi Mungu, lazima majukumu hayo mwatekeleze. Lazima ugeuze hali ya nyumba namna kulivyo nyumbani, hali ya community, you have to change it. This is the divine purpose of the universe. The saddest thing during the funeral is not the death of the body, but the death of all our dreams. It's not a tragedy not to have reached the stars, but it is a tragedy to have no stars to reach for. Haya ndio mambo ambayo kila mmoja wetu awe atakuwa na motisha. Challenges unaziface, you don't take them as problems. Tikiwa tuko hivi, mimi na imani there are so many Steve Jobs here. Niko na imani there are so many Albert Einstein here. Haijakomea hapa, nafasi ya uko mpaka aje Obama aje azungumze asema nyinyi Kenya mtafuta pesa nyinyi. You have such people ambayo mpaka leo haijatokea katika ulimwengu system ya M-Pesa except in started Kenya. Mpaka leo haijafika vile ambavyo yatumika M-Pesa. Kwa hivyo nafasi ni chache, ilikuwa na mengi kuzungumza, lakini kwa haya nafikiri itatosha. Nawashukuru organizers kunipa mimi nafasi hino, na washukuru na nyinyi kutulia kuweza kunisikiza mimi. Jazakumullah khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran mzee wetu, ustadhi wetu, kwa machache, japokuwa muda wake alikuwa bado haujakamilika, lakini mwenyewe amependelea kumalizia mapema ili tuwahi salatu dhuhri. Na sitasema mengi, lakini kwa vile tumemaliza programu yetu, tumemaliza mapema alhamdulillah, ningependa kuwakumbusha nyinyi wenzangu, ndugu zangu, kwamba union yetu
hapa TUM ya Waislamu inahitaji members, inahitaji volunteers wenye wako tayari kusukuma ili gurudumu liende mbele, kusaidiana na officials na the shura board, kwa sababu ukisema officials wafanye kazi peke yao hakuna kazi zitafanyika. Kazi kufanyika ni nyinyi, uwepo wenu. Kama leo nimeona watu wengi wamejitokeza, alhamdulillah, wengi wetu tumejitokeza, na ikiwa tutajitokeza hivi katika mipangilio ya hizi shughuli na mambo mengine ya union kusaidiana sisi kwa sisi, itakuwa bora na mambo ndo yatafanikiwa na tutafanikiwa. Na sisi jukumu letu, lengo kama sijakosea, chairman na former chairman na ndugu yetu Ahmed hapa, lengo la hii union ni kusaidiana sisi kama wanafunzi wa Kiislamu hapa ndani ya shule katika masomo na katika mambo mengine, kwa sababu masomo tayari yana mitihani yake ndani yake, sote tupitia, hakuna mtu ambaye apitii mtihani hapa ndani. Inshallah mimi ningependelea wenye wako tayari kujitolea kuwa volunteers, we are ready to receive them and we will work with them, na members pia at least to be active so that the union moves forward in a better way. Jambo lingine ningependa kuwashukuru wageni wetu, niseme babu yetu, wazazi wetu, ndugu zetu kwa kuhudhuria shughuli kama hii, na hii ni ishara ya kuonesha kwamba hawa wazee wetu wako pamoja na sisi, na ingekuwa hawako pamoja na sisi hawangehudhuria sehemu kama hii wala kwenye shughuli kama hizi. Lakini hii ni ishara moja ya kwamba hawa wako na sisi wakati wote. Pia ningependa kuwashukuru na kuambia kwamba wasituate kwa lolote, inshallah wawe pamoja na sisi. Na nisichukue muda mrefu, nataka kumkaribisha vice chairman atoe vote of thanks, tufunge inshallah. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa mengi aliyosemwa, alhamdulillah, kwanza shukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuletea wageni, kutupa maneno yenye manufaa. Mimi sitaki kuongeza chochote, ila nimeambiwa tu nitoe vote of thanks kwa hii hafla yetu, ilikuwa nzuri alhamdulillah. Lakini kabla kutoa my vote of thanks, kuna kitu kimoja tu nitakuambia, na mashehe zangu mtanisaidia kwa hili jambo. Sisi wenyewe kwa maendeleo yetu na kuanguka kwetu, everything ilikuwa tushaambiwa. Mtume alitufundisha vipi tutasongea na tutakuwa na usaidizi wa Mwenyezi Mungu, na vipi tutaanguka na tutakosa usaidizi wa Mwenyezi Mungu. Katika kukosa usaidizi wa Mwenyezi Mungu, Mtume alitutahadharisha na jambo moja. Alituambia kwa hadithi moja, alisema idha tabayatum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqara wa raditum birzar'i wa taraktum al-jihad salatakumullahu dhulla. Japokuwa mgongo wa hadithi hii ilikuwa ni kuzungumzia hali ya vile watu wa Madina walivyokuwa, aliambia onyo la kwanza, mutakaposhikamana na biashara za ujanja ama muridhike na kilimo, vile vile mushike mikia ya ng'ombe na musahau jihad, Mwenyezi Mungu pia atawapa mgongo. Mgongo wa hii hadithi ilikuwa ni vile hali ilivyokuwa Madina, kwa sababu wao ndio walikuwa wakijulikana kama wakulima, kama sijakosea. Lakini sasa kwa uwazi na kupanua, hali yetu imebadilika. Biashara za kijanja zaendelea, ziendelee, ziko. Na sisi sasa sio wakulima, kuna mambo mengi yafanyika, na hayo mambo ndio tumfungamana nayo, tukasahau lile la mwisho. Na jihad vile vile si lazima tushike mapanga twende tupigane chochote. Hata umma wetu jambo bora lilosisitizwa ni nini? Amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Mambo kama haya, na hayo yote yahitaji uongozi. Sitaki kuongeza zaidi, ila kutoa shukrani kwa wageni wetu kuhudhuria, na vile vile members wetu kuhudhuria.
Wa hadha mimi nasema shukran wa jazakumullahu khairan. Yani ulikuwa unataka kutunyima kheri yote hiyo bwana. Shukran vice chairman wetu. Inshallah Madam Madiha amesema there is job opportunities for TUM male graduates. Male graduates wote wa TUM will send their email wale watatumia kwa group, lakini wale kuna job opportunities. inshallah kuna salamu kwa male students, male graduates wa TUM. Dr. Madiha ameleta salamu kwamba male graduates from TUM there are job opportunities for you. So kuna email itatumwa kwa group, don't ignore it. If you are a graduate or if you have a brother who is a Muslim you know is a graduate, there are opportunities for you guys. Inshallah kuna cha ziada. Ningependa kuwashukuru wageni wetu, shukran sana, tumefurahi na hudhuri yenu pia tumefurahika. Shukran. Tutafunga na dua kwa nimesema. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.